Ramani ya kisasa ya nyumba kubwa ya vyumba vitatu inayofaa kwa familia. Itazame vizuri sana wewe mwenyewe hiyo nyumba jinsi ilivyo. Ni nyumba kubwa na lazima uipende. Paa lake, na namaanisha paa la hii nyumba ndio linaitwa Msumbiji style. Aina ya paa, kama nasikia mapaa yanaitwa paa Msumbiji style, basi ndio paa la hili nyumba. Leo hapa kwa Mjenzi wa Nyumba TZ nimekuletea ramani ya nyumba ya vyumba vitatu, na katika hivyo vyumba kimoja ni master bedroom, yaani ni chumba kikuu, na viwili ni vyumba vya kawaida. Sebre moja, dining, jiko, store, choo cha public. Veranda mbili, veranda ya mbele ya nyumba na veranda ya nyuma ya nyumba ya kuingilia mlango wa jikoni. Pia kuna corridor moja humo ndani. Nyumba hii imedesigniwa kwa lengo la kutumia mtu mwenye familia kubwa, tena bila kubanana. Ni nyumba nzuri na yenye utofauti mkubwa na zile zilizozoeleka mitaani. Ukiangalia nyumba yote ni nyumba ya kisasa sana na inavutia kutokana na jinsi ilivyo designiwa. Imedesigniwa kwa ubora wa hali ya juu, inatumia material mengi kiasi. Ikiwa wewe kiwanja chako ni kikubwa na kipato chako ni kikubwa, hii nyumba inakufaa sana. Kwa sababu ya wingi wa material utakayotumika, kwa hiyo gharama za ujenzi zitakuwa kubwa kidogo, na inahitaji mtu aliyejipanga vizuri. Na kama hujajipanga vizuri, inatakiwa uwe na mipango ya muda mrefu, na maanisha kwamba inatakiwa uende nayo kidogo kidogo kwa muda mrefu kadri Mungu atakavyokuwa anakujalia kipato. Nyumba hii inatosha kwenye kiwanja cha kuanzia mita 20 kwa mita 20. Unatakiwa na utabakiwa na eneo dogo kwa ajili ya matumizi yako mengine. Ina urefu wa mita 14 na upana wa mita 13.4. Kama unajenga kwa kutumia tofali za bloko, inatumia bloko 3400 kwa kazi yote ya ujenzi kwa ujumla. Inatumia mifuko ya simenti 170 kuanzia ujenzi wa msingi mpaka top course kabisa, tofali ya mwisho kabisa kwenye ujenzi. Na inatumia nondo 92 za milimita 12 na mchanga ni tipa 5 kubwa, kokoto tipa 1 kubwa na bati PC 90. Vipimo vya paa vimezingatiwa kutokana na ukubwa wa nyumba hii. Pia madirisha, nguzo, ngazi vipo katika vipimo vinavyokubalika kitaalam, na ukubwa wa vyumba ni vikubwa, yaani hata ukitaka kuweka vitanda viwili vya 6 kwa 6 vinatosha, na unabakiwa na nafasi ya kabati dogo na meza ndogo. Na hata muonekano wake wa ndani na nje ni wa kuvutia sana, kama wewe mwenyewe unavyoona. Ikiwa umependezwa na ramani hii, ipo tayari, niambie. Wewe niambie tu, nahitaji ramani yenye namba MNT 090426. Basi moja kwa moja nitajua ni ramani gani unayomaanisha. Na tamka hii namba kwa sababu nina ramani nyingi za aina tofauti tofauti nilizoziposti. Kwa hiyo bila kutafuta hii namba, itakulazimu uingie kwenye mitandao uichukue ile ramani uliyopendezewa nayo au screenshot, kisha unitumie nijue ni ipi. Usisahau ni ramani yenye namba MNT 090426. Hii ramani imekizi vigezo vinavyokubalika na serikali ili kukuwezesha kupata kibali cha ujenzi kwa wale waliopo mijini. Na hii nyumba au hii ramani ina full budget kuanzia ujenzi wa msingi hadi paa. Ikiwa umependezwa nayo na unahitaji, unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba hizo unazoziona ili uweze kuipata, na utapata budget yote ya hii nyumba. Pia naichora ramani za nyumba aina zote, ninajenga na kufanya finishing zote kwenye nyumba. Au naweza kusema unanikabidhi kiwanja na kukabidhi funguo. Ukitaka kuwasiliana na mimi, tumia namba hizo unazoziona, hizo namba zinazoonekana hapo, au naweza kukutajia kwa mara nyingine. Ni 07 12 93 70 90. Hii namba ni kwa ajili ya kupiga simu au kutuma message za kawaida. Pia unaweza kunipata kwa njia ya WhatsApp kwa 07 65 93 70 90.
Hii ni WhatsApp na Telegram. Na kwenye mitandao mingine kama vile email, unaweza kutumia email ya kampuni ambayo ni info@mjenziwanyumba.tz.com. Unaweza kutafuta kwenye mitandao mingine yote ya kijamii kwa jina moja tu la Mjenzi wa Nyumba TZ. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.